Cha kuchangaza ni kwamba amepelekwa shule ambaye hata haijaanza. Tetesi hizo kutoka kwa wanafunzi na wazazi wao, upande mmoja wakishtumu tume ile ya TSC. Kwingineko, wafanyi biashara katika soko la Kikuyu kaunti ya Kiambu wamelalamikia mipango ya mhandisi anayesimamia ujenzi wa makasha ama ukipenda makontena ya biashara ya serikali ya kaunti, wakisema kuwa amepanga kufunga lango kuu la soko, hatua ambayo wanahofia itaondoa muonekano muhimu unaowasaidia kuvutia wateja. Wafanyi biashara hao wamesema kuwa ingawa wanaunga mkono mipango ya serikali ya kaunti ya Kiambu kujenga makontena ya biashara katika eneo hilo lilipendekezwa litawazuia wateja kuingia sokoni kwa urahisi na vile kuwapa changamoto wanaposafirisha bidhaa zao kutoka kituo cha mabasi. Hivyo basi wametaka gavana wa Kimani Wamatangi kuingilia kati na kuyaondoa. Tumekubaliana na Mr. na wale watu wanajenga hizi modern kiosk, tukasema sisi hatuna shida na modern kiosk kwa sababu hiyo ni maendeleo analeta. Na tukiwa wengi, mali kuna watu wengi, kuna kuaga na pesa. So sisi shida yetu ni hiyo gate iwachwe hivyo, wawache kuweka hizo stairs wanaweka, ati sisi tuwe tunapita chini kwa sababu kutapata giza na kutakuwa maybe na insecurity na watu wengi hawatajua kwamba kuna soko. Hii gate isiwekwe stairs. Hii gate isifungwa. Hii gate isikuwe na mtu wa kuingilia hata kidogo, asiiguze, sababu hii gate ndio ya miguu. Hizi gate, hii soko yetu ni ya gate mbili, ya gari na ya kutokea. Wamama wazee hawawezi toka na hii gate, hawawezi kuinteract na hii gate sababu ya magari manini hivyo. Mama wetu wanapitianga hii. Sisi wote tukipata shida wote ni wapi? Ni hapa. So hatuna shida na hiyo manyumba, lakini shida yetu ni gate hivyo tu.